Habari wapendwa, naenda kuwasalimu nyote ambao mnatufuatilia kwa channel yetu. Unapopata video hii, usikose kulike, usikose kushare kwa ndugu yako wote, usikose kucomment, usikose kuweka subscribe, kwa sababu subscribe ni kitu cha maana sana. Inaweza kutupa tuendelee na kazi yetu, na pia unapoweka subscribe yako, video zote utakuwa zipata za mpya. Kila video itakuwa na kuingilia kwa simu yako. Video mpya inapotokea, wewe ndio mtu wa kwanza kuipata, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuiona, kwa sababu unaweka subscribe. Usikose kwenda kwa channel yetu. Siku ya leo tunaenda kuongelea kuhusu wale watu ambao wanaenda Ulaya. Wewe ambao unaenda Ulaya, wewe mwanaume ambao unaenda Ulaya, hakikisha muwe na desturi zenyu kutoka Afrika. Hali yenyu ya kutoka Afrika uwe nayo, sababu huku unaenda Ulaya, serikali zote za Ulaya ziko juu ya mwanamke na watoto. Serikali zote za Ulaya zinachunga mwanamke na mtoto. Mwanaume huku Ulaya hana kazi. Mwanaume huku Ulaya hana kazi. Unapokorogana na mke wako kwenye nchi za Ulaya, ujue mwanaume utakaa nje. Huku Ulaya hawapigi mwanamke. Huku Ulaya hawapigi hata watoto. Unapopiga mtoto wako umezaa, wewe mwanaume utaenda jela. Utaenda jela, utaenda fanya miaka 5 huko jela, kwa sababu umepiga mtoto wako tu. Ule mwanamke, mtoto wako anapokuitia polisi, utafungwa wewe baba na mtoto wako. Hata mtoto amefanya kosa, haustahili kumpiga. Na mwanamke wako ambao umeoa wewe, eti unampiga kwa sababu amekosea, utaenda jela, utafungwa. Maana serikali zote za Ulaya ziko juu ya wanawake na watoto. Yaani mwanamke ndio kila kitu kwenye nchi za Ulaya. Mwanamke ndio kila kitu, na mwanaume ndio na mtoto ndio kila kitu. Yaani mwanamke na mtoto ndio kila kitu. Sasa wewe mwanaume, kama umezoea kuwa na piga mke wako huko Afrika, yaani wewe uishie huko Afrika, kwa sababu hiyo kipigo chako kia kupiga mwanamke Ulaya huko, hivyo vitu havikuwaki. Hata mke wako amekosea aje, ukiona mwanamke ambaye umeenda oa yupo na tabia mbovu, wewe usiwe tu mwepesi sana ya kuwa na mpiga mwanamke, sababu unapompiga utaenda kuozea jela. Hiyo ni taarifa ambayo sisi huwa tunaipata kwa channel yetu. Tunapopata taarifa yoyote, tunakuja waambia na nyinyi pia mfuate kile ambacho kinaendelea. Ulaya wapigaki mtoto, maana serikali zote za Ulaya zishamaliza shida zote za wanawake. Tatizo ya wanawake, kuteseka kwa wanawake, yani yote ishamaliza. Inaitwa serikali za wanawake na watoto. Mwanaume hana kitu chochote Ulaya. Mwanaume hana kitu chochote. Mwanaume hana usemi wote ndani ya nyumba. Unaona, ukienda kwa mwanamke ambaye hataki kukusikiliza, hataki kuheshimu, huyo mwanamke huyo anaishi naye kidesign. Ishi naye kidesign, kwa sababu ukiona hiyo tabia yako ya kumpiga, ya kuwa naye unamfokea ule mwanamke, utajikuta unaenda jela, unaenda fungwa mara moja. Sababu serikali zote za Ulaya zinatumika kwa sababu ya watoto na wanawake. Serikali zote za Ulaya ziko juu ya wanawake na watoto. Mwanamke Ulaya afungiwaki. Usifikirie mwanamke ataenda fungwa jela. Hata alikuwa na kosa kubwa, anakosea wewe. Hata kama yeye ule mwanamke haikupiga wewe, hata amekutoa damu, mwanamke afungiwaki. Serikali zote za Ulaya mwanamke afungiwaki. Lakini wewe mwanaume ukipiga mwanamke kadogo tu, ule mwanamke atakuitia polisi na unaenda fungwa mara moja. Wanawake wengi wamefungisha wanaume wao ndani ya jela. Wanawake wengi wamefungisha wanaume ndani ya jela. Wanaume wengi wako jela kwa sababu ya mke zao.
Shida ndogo tu, ukikosea mwanamke wako tu, shida ndogo, utajikuta mwanamke anakuita polisi, na polisi za Ulaya zinakuwa na hasira kama za shetani. Wa polisi wa Ulaya wanakuwa na roho mbaya sana. Yaani tu shida ndogo tu, mwanamke wako akikuitia polisi, mke wako anakuitia polisi, polisi zikija nyumbani zitakubeba wewe. Unaona, zitakubeba wewe. Unaona, hata kama mke wako ndio alikuwa na shida, hata kama mke wako ndio ikosea, hata kama mke wako ndio yuko na matatizo, hata kama mke wako ndio yuko na shida, hawataangalia hicho. Hata kama ulikuwa umeshanunua nyumba, ile nyumba iko kwa majina yako mwanaume, nyumba itabaki kwa majina mwanamke. So watakutoa wewe, wanakutoa wewe, wanaacha mwanamke. Hata mwanamke ndio iko na matatizo. Kwa hiyo nyinyi wanaume ambao mnaenda Ulaya, muwe makini sana kuishi na wake zenyu. Sio kila mara uwe unapiga mke wako. Usipige mwanamke kwenye nchi za Ulaya. Usidharau mtoto wako kwenye nchi za Ulaya. Mtoto Ulaya wampigaki. Unaona? Mtoto Ulaya wampigaki. Watoto wote wa Ulaya hawapigiwaki. Ukipiga mtoto sana sana, ukiuta ule mtoto ashakomaa, ashakuwa miaka 12, 13, 14, alafu ule mtoto bado uko nampiga, ndugu yangu, utaenda zekea jela. Yaani mtoto wako, kwa sababu sisi kama kawaida yetu kwa channel yetu tunajua Afrika kuna malezi mazuri sana. Afrika wanalea watoto vizuri, kwa sababu mtoto anatakiwa apigwe fimbo. Mtoto anatakiwa, anapokosea mzazi anatakiwa apigwe fimbo. Na mwanamke pia akikosea hata mume wake, kuna kipindi hata mume wake iko na uwezo kumpiga hata kofi. Lakini Ulaya hivyo vitu havipo. Hata mke wako amekosea aje, wewe ustahili kupiga mke wako, na ustahili kupiga hata mtoto wako ambao umemzaa. Hizo ndio serikali za Ulaya. Kwa hiyo nyinyi ambao mnatarajia kwenda Ulaya, hakikisheni kabisa muwe na mila yenyu ya Afrika, muwe na ile mila ya kujua huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Yaani ujue huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Mheshimiane jinsi mlivyo. Lakini ukija huku Ulaya na wewe mwanamke unakuwa na dharau mume wako, wewe unakuta wanawake wengi wakishafika Ulaya, wakishakuwa na pesa, hawataheshimu tena waume zao. Wanakuwa naona mume wao kama vile ni mtu mmoja wa ovyo. Mwanaume anamchukulia kama mtu mmoja astahili. Mwanaume anamchukulia kama mtu mmoja ambaye ana chochote kile. Wanawake wengi wao wanadharau waume zao ndani ya nyumba, kwa sababu wanajionea serikali za Ulaya ni za kwao. Serikali za Ulaya ni za wanawake na watoto. Na ndio maana unakuta wanawake wengi wanajipanda sana ndani ya nyumba, kwa sababu wanajua serikali ni zao. Serikali za Ulaya zote ziko juu ya wanawake na watoto. Kwa hiyo wewe ukidharau, ukipiga mke wako, wewe mwanaume utaenda jela. Hata mke wako amekupiga, wewe mwanaume tena ndio utaenda jela. Hata mwanamke wako ndio amekupiga, wewe mwanaume amekutoa hata damu, mwanamke afungwi. Mwanamke huku Ulaya afungwe, asikudanganye mtu. Na ndio maana kwa channel yetu huwa tunachambua kila kitu huwa tunakichambua. Tunachambua kila kitu, kwa sababu hakuna kitu cha kuficha. Hakuna kitu cha kuficha. Yaani wewe mwanaume unakuwa mnyumba, unakuwa naishi na mke wako kama vile tu chuki na paka. Yaani wewe usipige mke wako hata umekufanyia kosa yoyote. Lakini kawaida kwetu Afrika mwanamke alikuwa anapigwa. Unakuta mwanamke anapigwa na ataheshimu mume wake, na ataendelea kuheshimu mume wake, na ataishi na mume wake vizuri ndani ya nyumba. Akifanya kama kosa kidogo, mwanamke alikuwa anapigwa. Kuna wanaume wengi tulikuwa tunashuhudia Afrika, tunashuhudia wenyewe, tunaona anapiga mke wake kama mke wake anafanya kosa. Lakini sio Ulaya, wapendwa, sio Ulaya. Ulaya yani ukipiga mke wako, ule mwanamke akiwa na hasira kama shetani, hata kuitia polisi unaenda jela mara moja. Na polisi za Ulaya zikifika, polisi za Ulaya hizi polisi hizi za Ulaya zikishafika nyumbani kwako, hazikuweki zinaongea mambo mengi. Ni kuweka taraka tu, wanakupeleka, wanaenda kufunga mara moja. Na hata kama mwanamke ndio amekosea,
Kwa hiyo hizi serikali za Ulaya ni serikali ziko juu ya wanawake na watoto, haziko juu yako mwanaume. Kama utakuja Ulaya, uende Ulaya, lakini uende utulie. Yani kama utakuja Ulaya, uende Ulaya, usiwe napiga watoto, usiwe napiga mke wako. Hata mke wako amekosea aje, na bora muachane kwa usalama, lakini usiwe napiga mwanamke. Usipige mtoto ambao umezaa. Unaona? Usipige mtoto. Juu mtoto akishakuwa na simu, mtoto wa miaka 10, 11, 12, akishakuwa na simu yake mikononi, na we mzazi uko nampiga, we baba utafungwa. Utafungwa kabisa. Hii ni mashauri ambayo sisi tunakuja kushauria watu wote, kwa sababu wanajua kile ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Haziko kama serikali ya Afrika. Serikali za Afrika, mwanamke anaweza kukosea, unaweza kumpiga hata kibako kimoja, unaweza kumtandika kibako kofi moja, unaweza kumpiga mkongoto mmoja, wale unaweza kumpiga kibao kimoja. Lakini huku Ulaya ustahili kupiga mke wako kibao, na ustahili kumpiga mke wako. Unaona? Huku Ulaya serikali zote ziko juu ya wanawake na watoto. Serikali zote ziko hapa juu ya wanawake na watoto, na ndio maana wanawake ndio wanadhibiti kila kitu. Hata mambo ya pesa, wanawake ndio kila kitu. Wewe mwanaume hauna usemi ndani ya nyumba. Unaona? Hauna usemi. Labda ukikuta mke wako ni mtu mzuri, ana roho nzuri, ndio atakuwa anakuheshimu. Hata kama kunatokea shida utamkosoa, utamshauria. Unaona? Lakini ukikuta mwanamke wengine hawa wanawake ambao washazoea lugha ya kizungu, washajua lugha sana ya kizungu, usijaribu pia mwanamke ambaye ashajua lugha ya kizungu. Usijaribu. Hata kama ni mke wako, usijaribu. Hata amekukosea kivipi, ukikuta mwanamke ashajua lugha, ashaanza kuongea lugha ya kizungu vizuri kuzidi wewe mume wake, hautasema kitu kwa ule mwanamke. Hautasema kitu, kwa sababu yeye ule mwanamke ambaye anaongea kizungu kuzidi, anaongea lugha kizungu kuzidi, ukimfanyia kosa kidogo tu, utaenda jela. Utaenda jela, nakwambia ukweli. Sisi hapa kwa channel yetu tuko hapa juu ya kuwashauria. Tuko hapa juu ya kuwashauria kuhusu ndoa. Ndoa nyingi ziko zinaisha haraka kwa sababu wanawake wengi hawataki kuwa wanasikiza waume zao ndani ya nyumba. Hawataki kusikiza waume wao ndani ya nyumba. Na pia wanajiona kwa sababu ni serikali zao za Ulaya, kwa sababu serikali za Ulaya ziko juu yao. Serikali zote za Ulaya ziko juu ya wanawake na watoto. Jaribu kupiga mke wako ambao unaishi naye kwenye nchi za Ulaya, utaona tu. Utaenda jela, unaenda kuzekea jela. Jela kabisa. Kama ni miaka 10, kama ni miaka 5, kufuatana na ile shida ambayo umefanya. Kama umempiga kasi ukamtoa damu hivi, utaenda jela miaka. Utaenda ishi jela miaka mingi sana. Kwa hiyo usiwe napiga mke wako. Usipige mke wako ndani ya nyumba. Na usipige hata watoto, sababu serikali zote za Ulaya ziko juu ya wanawake na watoto. Ni serikali za wanawake na watoto, sio zako wewe. Unaona? Kwa sababu shida ndogo ukifanya na mwanamke, watakuchukua wewe, wanaenda kupeleka, wanaenda kukufunga huko. Hata mwanamke ndio alikuwa na shida, hata mwanamke ndio alikosea. Hawataangalia cha mwanamke amekosea, wataangalia wewe mwanaume. Unaona? Na ukifanya kosa kidogo watakutoa nje ndani ya nyumba. Hata kama wewe ndio ulikuwa msimamizi ya nyumba, hata kutoa wewe wanachia mwanamke. Hizo ndio serikali za Ulaya. Unaona? Kwa hiyo nyewe wanaume ambao mnakuja Ulaya, muje mnajichunguza sana. Ule mkono mrefu ambao mnao kupiga wanawake, uje na wapunguza kabisa kupiga mwanamke. Sababu mwanamke Ulaya ni kama vile dhahabu. Mwanamke Ulaya wanamchukulia kama vile, sijui kama ni dhahabu, ni ile, yani inazidi hata dhahabu. Wanawake na watoto wa Ulaya haustahili kufokea mtoto wako, haustahili kupiga mtoto wako ambao umemzaa. Afrika watoto walikuwa wanapigwa.
Afrika mtoto anapigwa. Mtoto anapofanya kosa yoyote ile, akikosea mzazi, watoto walikuwa napigwa, wanashauriwa na wanasikiliza hata mashauri ya wazazi. Lakini sio watoto huko Ulaya. Kuna mara utaita mtoto wako, njoo, mtoto wako yuko na kufokea, yuko na kuambia niache, sitakuja. Mtoto wako yuko na achana kudharau. Lakini wewe mzazi utaenda kumpiga yule mtoto. Nikijaribu kupiga yule mtoto, utaenda jela. Akiwa ashakuwa mtoto mkubwa wa miaka 11, 12, ameshakuwa na simu yake mikononi, simu anayo. Ataita polisi tu na unaokia jikuta polisi amefika nyumbani. Hakuna cha kusamba. Mtoto akisema tu baba ndio amenipiga, utaenda kuzekea jela, utaenda jela kabisa. Juu serikali za hapa ziko juu ya watoto na wanawake. Wewe mwanaume hauna chochote. Usijione eti uko Ulaya tu, ninafurahia Ulaya. Ulaya sio wako. Ulaya ni watoto na wanawake. Njoo kwenye Ulaya, sio wewe mwanaume. Fanya kosa kidogo tu kwa mke wako tu kidogo, kosa ndogo fanya kwa mke wako, utaenda jela mara moja. Hata kama mwanamke ndio alikuwa na shida na wewe, hata mwanamke ndio alikosea, hata mwanamke ndio amekuchokoza, hata mwanamke ndio amekupiga wewe mwanaume, hawataangalia eti mwanamke ndio alikupiga. Hawataangalia eti mwanamke ndio alikuchokoza, yeye ndio amekuchokoza, yeye ndio amekupiga. Hawataangalia hiyo kitu. Watakuchukua wewe na kupeleka. Hizo ndio serikali za Ulaya. Kwa sababu sisi tunajaribu kushauria watu kwenye channel yetu, sababu watu wa Canada wako nashinda na lalamika usiku na mchana. Watu wa Canada wanashinda na tuambia mahabari za huko Canada. Wanaume wengi wanazeekea kwenye jela. Wanaume wengi wanazeekea jela, wanaume wengi wanateseka sana huko Canada. Na wengine huko Marekani, wanawake, unakuta mke wako umetoka naye Afrika, mlikuwa naishi vizuri, lakini unapokuja kwenye hizi nchi za Ulaya, hizi nchi za shetani, unakuta wewe mwanaume hauna chochote kile. Unakuta wewe mwanaume unakuwa mtu wa kwenda kuzeekea jela. Mnakuta mlikuwa Afrika vizuri, mlikuwa mnaishi vizuri na mke wako, mlikuwa mnaelewana, mnaishi vizuri Afrika, mshazaa watoto 7, 8. Mwanamke anafika huku anaanza kuwa na tabia mbovu. Anakuwa na kudharau mwanaume hadi mwisho wa siku nakuta mwanaume ule mke wako mmekuja naye mshaachana. Hiyo ni kawaida kwa nchi za Ulaya. Kuachana mwanamke Ulaya ni kawaida. Hizo ni serikali zao za Ulaya. Hata watu ambao wamefanya ndoa leo ya serikali, kesho kutwa tu nasikia wale watu wameachana. Ni kawaida kwa sababu hiyo ni serikali za Ulaya. Kuachana kwao ni kawaida. Kuishi, kuachana inakuwa ni kawaida kwenye nchi za Ulaya. Kwa hiyo nyinyi wanaume ambao mnakuja Ulaya, muwe makini sana kuishi na wake zenyu ndani ya nyumba. Usipige mwanamke. Hata mwanamke amefanya, hata mwanamke akupige we bora tu unajikalia kimya tu. Mwanamke hata akuongelee mabaya, akuongelee chochote, ukaa kimya tu. Yaani tu we ile hekima ya kukaa kimya. Usigombana mwanamke, usipige mwanamke, ukae kimya tu. Hata kufokea aje, we kaa kimya tu. Sababu hiyo kimya yako inatosha. Lakini ukikuwa na wewe mwanaume wa hasira, wewe ukiwa mwanaume wa hasira, wala wewe mwanaume mkunywa pombe, unakunywa pombe sana, afu mwanamke anakufokea kidogo na wewe unaanza kumfokea na unakuja kumpiga tu. Hata ni mke wako. Unajua wanawake wengi wakishakuwa huku mauti ya Ulaya wanakuwa na roho kama za kishetani. Wanawake wengi wanakuwa na roho kama za kishetani. Hata angalia huyu ni mtu tulitoka naye mbali. Huyu mtu labda amenitoa kwa maisha magumu, amenitoa maisha mabaya, huyu mwanaume amenitoa mbali, ameteseka juu yangu, huyu mwanaume alikuwa anateseka juu yangu, mwanaume aitesekaka sana juu yangu. Mwanamke hata angalia tena kile. Sababu yeye anaweza jiona sasa yeye ndio yeye amefika mbinguni. Mwanamke anaweza jiona yeye ni yeye. Mwanamke anaweza kujiona ni yeye tu. Na kisha jua kizungu hiki ndio amekuwa sasa, ndio amefika mbinguni.
anakuwa naona kama mume wake ni mtu wa ovyo. Wanawake wengi wanakuwa naona wanaume kama watu wa ovyo kwenye nchi za Ulaya. Unaona? Kwa sababu nchi ya Ulaya wanaume wako nateseka. Wanaume wako nateseka ndani ya manyumba. Wanaume wengi sana ambao tunajaribu kuwa tunawafuatilia kwa channel, wanatufuatilia kwa channel yetu. Wanaume wako nateseka. Wanaume wako nateseka kwenye serikali za Ulaya. Wanaume wako nateseka kwenye nchi za Ulaya. Wako nateseka sana. Unajua mtu anapoteseka hata kuja kuambia, unaona, atakaa kimya tu, anavumilia shida zake, unaona. Lakini ndoa nyingi huku Ulaya haziko zinakaa. Afadhali Afrika watu walikuwa naishi vizuri. Unaweza mwanamke anapokosea, utajaribu kumshauria, utajaribu hata kumpeleka kwa wazazi wake, wanaenda kumshauria na maisha yanaendelea. Lakini sio huku. No, huku sio hivyo. Mimi nawaambia ukweli, sababu sisi hapa kwa channel yetu hakuna kitu ambacho tunaficha. Tunakuja kupasua kila kitu. No, tunakuja kuongea kila kitu tunakuja kuongea. Kwa hiyo mwanaume, usiwe napiga mke wako ndani ya nyumba. Usipige mke wako. No. Mimi naongea mara 3, usipige mke wako. Sababu unapopiga mke wako ndani ya nyumba, kwenye serikali za Ulaya utaenda jela. Unaona? Utaenda jela. Afadhali serikali za Afrika, polisi za Afrika zinatatua shida tu, zinatatua shida mwanamke na shida mwanaume, na wanawaacha tu, hawata kufunga we mwanaume. Unaona? Kama mtaachana ule mwanamke, mnaachana. Afrika ni vizuri sana. Mara 10 bora uishi Afrika kuliko kuishi nchi za Ulaya. Ukija Ulaya unaenda kuzimu, unaenda kwa shetani. Ukija huku Ulaya unaenda kwa shetani. Mimi nawaambia ukweli, siwafichi. Ukienda Ulaya ni kama vile unaenda kuzimu, unaenda dumbukia chini ya maji, unaenda kuzimu. Bora mara 10 uishi Afrika, uvumilie chakula chako ambao unakula, kama ni kisamvu, kama ni ndagaa, bora una amani. Moyo wako ni mzuri, moyo wako uko safi, unakula kile ambacho unapata. Kama ni kisamvu unakula kile kisamvu, kama ni mchicha unakula ule mchicha, kuliko kuwa na kuja kula manyama usiku na mchana, afu zile nyama ambao unakula zinakosesha amani. Zile chakula kizuri ambao unakula, unaona mabarabara mazuri, unaona hewa nzuri, barabara nzuri, unatembelea, kama ni gari unatembelea gari, unajiona eti umefika. Hujafika hapo, bado hujafika. Usione juu unatembelea gari na wewe mwanaume unakuwa unajiona mimi hapa nimefika. Hapo hujafika. Kwa sababu shida ndogo tu ukifanya tu, unaona, shida ndogo ukifanya watakufunga, na baadaye kukufunga wanakurudisha nyumbani kwenyu. Kwa sababu hapa Ulaya hata una passport ya Ulaya, ukifanya kosa ndogo tu kwenye nchi za Ulaya, hata una makaratasi, una mapassport, ushapata passport ya Ulaya, ukifanya kosa kwenye ile passport yako watakunyang'anya na wanakurudisha nyumbani kwenyu. Usifikirie eti wewe umepata passport ya Ulaya unajiona na wewe umekuwa mzungu, wala umekuwa mwenyeji wa ile nchi. Hujakuwa mwenyeji. Bado wewe tu ni mkimbizi, na bado wewe wanajua sehemu ambapo umetoka. Ukifanya kosa ndogo tu kwenye nchi za Ulaya, utalala nje. Unaona? Hata unasema mimi nishachukua uraia, kwa sababu tunaona watu wengi huko Marekani wanapopata uraia wanafurahi sana, wanafanya sherehe, waenda kufanya masherehe, wanafanya ameshapata kama passport, wamempa passport, amepata uraia. Unakuta mtu yuko anajivuna sana na uraia wake. Mimi nishapata uraia, nishakuwa Marekani. Haujakuwa Marekani bado. Usifikiri ushakuwa Marekani. Haujakuwa bado, wewe ni mtu mweusi tu. Ukipata passport usifikirie tu ushakuwa mwenye ile nchi. Bado. Wewe ni mtu mweusi tu, na mwili wako uko pale pale. Kwa sababu hiyo passport yako, siku utafanya shida kidogo, watakunyang'anya ile passport yako na wanakurudisha nyumbani kwenyu.
hizo ni serikali za Ulaya, watakurudisha na ile passport ambayo nayo, ile passport umepata kama ni Marekani, kama ni Mwingereza, kama umepata passport Ufaransa, Ubelgiji, Canada, Australia, Norvege, Sweden, nchi zote zile ambao umepata passport, ukifanya kosa ndogo tu, ufanye kosa ndogo tu, utalala nje. Hata una passport, una karatasi zote, watakutoa ndani ya nyumba na wanakurudisha nyumbani kwenye sehemu ambapo umetoka. Usijivunie eti kwa sababu umepata uraia unaweza kujivuna eti mimi nimekuwa mwenyeji. Haujakuwa mwenyeji. Hautakuwa mwenyeji sawa sana watoto waliozaliwa pale. Wewe wanajua sehemu ambapo umetoka, wanajua kitofu chako, na wanajua sehemu ambapo uzaliwaka, wanajua mahali popote pale kwenye umetoka. Wanajua. Usifikie eti una passport yao eti na wewe umejiona umekuwa mwenyeji wa ile nchi. Haujakuwa mwenyeji bado. Bado wewe ni mkimbizi. Kama wewe ni mkimbizi, uko mkimbizi. Kama wewe umetoka nchi zote za Afrika, wewe wanajua mahali kwao. Na ile passport yako unapoichunguza vizuri, ile passport wanaandika pale kwenye passport yako, huyu ni mtu fulani, nchi yake fulani. Kama ni Tanzania, wataweka Tanzania pale. Kama ni Kongo, kama ni Burundi, wataweka pale kwenye passport yako. Kwa sababu wanajua shida yote ikitokea tu, wanajua mahali kwenye ulitoka, wanajua nchi yako. Shida yote ikitoka, shida yote ikuwa nayo tu, wanajua mahali umetoka. Unaona? Abangalia eti ushapata uraia, abangalia eti umeshakuwa na passport yao, umeshakuwa na uraia wao, eti abangalia eti ushanunua manyumba zao kule, umeshakuwa na manyumba, umeshakuwa na magari, umeshakuwa na mavitega uchumi kule kwao. Hawataangalia hicho. Hata kama unatumika ndani ya serikali yao, unatumika ndani ya serikali, ukifanya kosa ndogo tu, watakupeleka jela. Wakikutoa jela miaka 5 ndio watakufunga miaka 5 jela. Ukitoa miaka 5 wanakurudisha nyumbani kwenyu. Na ile passport yao wanakunyang'anya. Mimi nawaambia ukweli, kwa sababu sisi hapa kwenye channel yetu hatufichi chochote. Kwa hiyo wewe usijivunie uraia eti umepata uraia, umepata passport, umepata sijui green card. Marekani wanaita green card, kama green card. Usifurahie ile green card. Ile green card haiko juu yako. Ile green card wanakupa tu uwe tu ya kuwa unasafiri nayo tu. Wala kama unapata passport, ni passport wanakupa tu uwe unasafiri nayo tu. Unaweza enda Afrika unarudia. Yaani tu ni kitambulisho kia kusafiri nacho tu, ni kitambulisho kinakutambulisha mahali ambapo unaenda. Kama ni China unaenda na kile kitambulisho chao. Yaani tu ni passport wamekupa tu, ni kitambulisho tu kia kusafirisha tu mahali popote kontaenda. Lakini usijifikirie eti kile kitambulisho wamekupa kama ni passport ndio umekuwa mwenyeji wa ile nchi. Hapana, hujakuwa mwenyeji. Wewe bado ni mtu mweusi. Wanajua wewe rangi yako, wanajua kola yako ni kola gani unayo. Wanajua kola yako, rangi gani unayo. Wewe ni mtu mweusi tu. Na utageuka eti umekuwa mzungu, wala umekuwa mtu fulani, umekuwa mzungu, umewafanana wao. Hapana. Usifikirie wamekupa passport, umekuwa eti wewe sasa umekuwa mwenyeji. Umekuwa sasa na watoto ambao wamezaliwa pale, umekuwa sasa na wenyeji pale. Hawajakuwa mwenyeji bado. Wewe bado wanajua, bado wewe kama umetokea sehemu kote wanajua sehemu yako. Kwa hiyo ndio maana sisi kwa channel yetu huwa tunashangaa wale watu ambao wanapata uraia kwenye nchi za Ulaya. Unakuta kuna jivuna, sherehe nyingi anaenda weka sherehe. No, unakuta anajivuna sana. No. Bado utajivunia nini vitu vya dunia? Na kile kitu ambacho umekipata sio cha kwako. Ni kama vile wamekupa tu, tunakulazima. Tunakupa kwanza, ushike kwanza. Siku yoyote ukifanya kosa yoyote ile tu, watanyang'anya ile passport yako. Watanyang'anya. Ile passport yako watanyang'anya vizuri sana tu. Na hakuna kitu chochote kile utafanya. Hata kama ulikuwa umelipia pesa nyingi,
wataichukua tu, wataichukua, kwa sababu watu wengi huwa wanajivuna, wanafanya sherehe kubwa kubwa. Sisi tumepata uraia hapa Marekani, tumepata uraia. Mimi hapa sasa hivi nimegeuka mzungu. Hujageuka mzungu bado hujageuka mzungu, na hakuna siku utageuka mzungu. We bado ni mtu mweusi tu. We uko mtu mweusi, utabaki kuwa mtu mweusi tu hadi siku utakufa uko mtu mweusi. Usijivune eti umepata uraia ndio uanze kujivuna nao. Unajivuna, mie nishapata uraia, nishapata green card, nishapata passport. Ile passport sio yako. Wamekupa kwanza tu, kama vile wamekukopa tu nayo. Chukua kwanza hii kwenye majina yako. Lakini siku yote wataichukua. Hata hizi gari ambao unaziona, hizi gari hizi, ukinunua gari Ulaya, ile gari sio yako. Hata umetoa pesa umeenda kuinunua sokoni, ile gari sio yako. Ukifanya kosa yoyote, ile gari itaenda kwenye serikali. Na ni gari ya ambayo umenunua. Lakini Afrika, kama Afrika tunajua, nchi zetu za Afrika, unaponunua kitu chako ni kitu chako. Ukinunua nyumba ni nyumba yako. Ukinunua gari ni gari yako. Afrika hivyo vitu vipo. Sijui kama washabadilika, lakini bado vipo najua. Afrika ukinunua nyumba ni ya kwako. Ukikufa unaachia ulinzi wa watoto wako, unaachia watoto wako ulinzi. Lakini Ulaya ukinunua nyumba, ile nyumba sio yako, ni nyumba serikali. Wewe ukikufa tu, ile nyumba serikali inakuja kuichukua. Hautaachia watoto wako ulinzi eti hii nyumba hivi nimekufa, nimeachia watoto wangu ulinzi wa nyumba. Vipo, watakuja, serikali itakuja inatoa watoto wako, waenda kuwapa nyumba ya kupanga. Afu wewe ile nyumba tena wanaichukua, wanaanza kuipangisha watu. Serikali inaichukua, inaweza kupangisha watu. Na ndio maana mimi huwa nashangaa watu ambao wanakuja huku Ulaya, wanachukua pesa wanaenda kununua manyumba. Wananunua manyumba za pesa nyingi. Zile nyumba unanunulia serikali, haujanunua ni ya kwako. Haujanunua ile nyumba ni ya kwako. Ile nyumba unakuwa umenunulia serikali. Kwa sababu siku yoyote ile ukifanya kosa, serikali ndio itachukua ile nyumba. Mimi nakwambia ukweli, usifikie eti umenunua nyumba Ulaya, eti utaitoa pale Ulaya unaipeleka Afrika. Hautaipeleka Afrika ile nyumba. Wewe jiulize sehemu ambapo wananyang'anya mtu gari umenunua, wanakunyang'anya gari. Ukifanya kakosa kadogo kwenye gari, maana kunyang'anya gari na hakuna chochote ambao utafanya. Gari mpya ambao umenunua, serikali inakuja na kunyang'anya gari, na kunyang'anya shida ndogo tu ambao utafanya tu, serikali na kunyang'anya gari. Kisha sasa nyumba sasa. Ukinunua nyumba unanunulia serikali. Hata kama umetoa pesa zako nyingi. Na ndio maana mimi huko channel yetu huwa tunachambua kila kitu. Tunachambua kila kitu, huwa tunashauria watu. Watu wanakotoka Afrika, umekuja huko maskini, kuliko sasa na wewe umeshapata maisha, anza jenga sasa Afrika, jenga Afrika vizuri. Tununua nyumba kule, jenga kila kitu Afrika. Lakini watu wengine wakishakuja huku manchi za Ulaya ndio wanakuwa wanajipandisha. Unakuta akuwa anakunywa pombe, akifika Ulaya anaanza kunywa pombe. Alikuwa avuti sigara, anafika Ulaya anaanza kuvuta sigara. Unakuta mtu alikuwa mzuri Afrika, alikuwa anavuta hata madawa za kulevya, hata bangi alikuwa anavuta. Lakini akifika Ulaya ndio unajikuta watu wengi wamebadilisha mwendo, hata mwendo wa kutembea ameshabadilisha mwendo. Unakuta mtu mzima anaweza tembea kama mlemavu, na kati sio mlemavu. Watu weusi wamekuja kuiga vitu vya ajabu sana huko Ulaya. Wamekuja kuiga vitu visiokuwa na msingi, vitu ambavyo havitamsaidia chochote kile kwenye maisha yake. Watu weusi wamekuja kuiga mila za wazungu, na ile mila ya wazungu haitamsaidia chochote. Unakia nunua nyumba ya Ulaya, unafikiri ile nyumba ni ya kwako. Usiku utakufa tu. Hata kama ulikuwa umeacha watoto wako, watawatoa wale watoto ndani ya nyumba, na serikali inachukua ile nyumba. Serikali inachukua ile nyumba. Mimi nakwambia ukweli. Bila ukawia, unapopata video yetu hii, usikose kushare, usikose kulike na comment na subscribe. Usikose kusubscribe, kwa sababu unaposubscribe
Video zote zitakuwa zinaingia, utakuwa unazipata, zitakuwa zinakuingia ndani ya simu yako. Zinapokuingilia ndani ya simu yako, utakuwa unaona video mpya utakuwa unazipata, video mpya utakuwa